أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الناكثين والمارقين والقاسطين والشاكين والمشككين والضالين والمضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة المؤمنون آية 60. Tukiwa katika mfululizo wa darsa zetu za mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na tukiangalia maudhui ambayo tumeichagua, moja ya ibada muhimu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya dua. Tukasema kwamba katika dakika hizi 30 tuangalie umuhimu wa dua, fadhila za dua na nafasi ya dua, maombi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, bali katika ibada zote tunazozifanya, kwa sababu ibada yoyote ile ambayo ndani yake haina maombi itakuwa ina upungufu, kwa sababu katika riwaya na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba tunaambiwa kwamba dua ni kama vile ubongo katika ibada. Dua ni kama vile ubongo. Kwa hiyo ni moja ya sehemu muhimu, bali yenyewe ni ibada. Aya tuliyosoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba waqala rabbukum, akasema Mola wenu. Mola wetu anatuambia kwamba ud'uni astajib lakum, niombeni nitawaitikieni. Ud'uni astajib lakum, niombeni nitawaitikieni. Innal ladhina yastakbiruna, hakika wale ambao wanafanya takabbur, wanakuwa na kujiona, wanahisi kwamba wao hawahitaji maombi, hawahitaji kumuomba Mungu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, yani siyaq al-aya dua, hukumwisho anasema ibada. Kwa hiyo dua ni ibada, kwamba wale ambao wanafanya kibri katika kumuomba Mungu, hapa an ibadati ni dua, kwa sababu waqala rabbukum ud'uni, Mwenyezi Mungu anasema niombeni, astajib lakum, nitakuitikieni. Innal ladhina, wale ambao yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya takabbur, hawataki kuniomba, hawana muda wa kuelekeza shida zao kwangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hao wataingia motoni. wataingia motoni kwa udhalili.
Kwa hiyo kumbe kuto kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moja ya sababu ya kuingizwa motoni. Kwa hiyo tusiwe wavivu, na tabaan dua nzuri yenye kuelekea kwa Mungu ni pale tunapokuwa na matatizo. Amman yujibu almudtarra idha da'a'u, amman yujibu almudtarra idha da'a'u fayakshifu. Kwa tukiwa na matatizo na shida, pale tutakuwa tuelekeze shida zetu kwa Mungu, tumweleze yeye matatizo yetu, tumshtakie yeye yale ambayo tunayahitajia. Na taban tusije kwamba tukaona kwamba tunamuomba halafu hatujibiwi. La, tunajibiwa. Muhimu ni kuzingatia kwamba yale masharti ambayo yanatakikana katika maombi, je, tumeyatimiza? Kwa sababu dua tulisema kwamba kama ni ibada itakuwa ina sharti, lazima masharti yale ya kumwomba Mungu yatimie. Mwenye tafsiri ya Al-Amthal wakati anasherehesha aya hii, wa idha sa'alaka ibadi, amesema kwamba katika dua kuna masharti. Anataja baadhi ya masharti hapa ambayo mtu akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa masharti haya yatimie. Anasema kwamba yanbaghi liman yad'u an yas'a awalan tathira qalba, kusafisha moyo wake. Kwa hiyo sharti la kwanza la kuomba dua kwamba moyo wako uwe msafi au safishe. Na ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika khutba anatuambia vipi, khutbatu Shaabania, kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu hali ya kuwa nyoyo zetu zikiwa safi. Tumuombe Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mioyo yetu iko tohara, haina uchafu wa madhambi. Sharti la kwanza la kupokelewa maombi yetu, anasema kwamba yanbaghi liman yad'u, inatakikana yule mtu ambaye anamuomba Mwenyezi kwanza afanye bidii ya kutoharisha, ayasa awalan litathira qalbahu wa ruhahu wa an yatuba min adh-dhanbi, atubie kutokana na madhambi. Kwanza atubie na madhambi, alete istighfar, ajute kwa makosa aliyoyafanya yale yote, kisha aelekeze shida yake kwa Mungu. Sharti la kwanza kutoharisha moyo, kusafisha, kujuta kwa madhambi uliyoyafanya, kuleta istighfar, kuomba msamaha kwamba Mwenyezi Mungu sitorudia tena makosa, halafu upeleke shida yako kwa Mungu. Ili sharti la kwanza. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنا سمعي في إياكم أن يسأل أحدكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ أولا بالثناء على الله والمدحة له والصلاة على النبي وآله والاعتراف بالذنب ثم المسألة. الإمام الصادق صلاة الله وسلامه عليه، إياكم، ole wenu, an yas'ala ahadukum,
rabbahu, mmoja wenu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtaka haja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hawaiji dunia wal akhirah, katika haja za kidunia na haja za akhira. Kwanza hatta yabda'u bithana, kwanza aanze na kumtukuza Mungu, alhamdulillahi rabbil alamin, kumtukuza, kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunaposoma katika dua al-iftitah, Allahumma inni aftatihu thanaa bihamdik, unamsifu, unamtukuza Mungu. Jambo la kwanza hilo, kabla kupeleka haja yako, mtu anatakiwa aanze na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yabda bithanai ala Allah walhamdu walmidhata lahu, na kumsifu na kumtukuza yeye. Hilo jambo la kwanza. La pili, wassalatu ala nabii wa alihi, kumswalia mtume na ali zake. Kabla kumuomba Mwenyezi Mungu akupe chochote, kwanza umswalie mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwanza akisha kumsifu Mungu na kumswalia mtume, al-Imam Sadiq anasema wal i'tirafi bidhambi, kukiri, i'tiraf, kukubali kwamba yeye ni mkosaji, yeye ni mwenye kufanya madhambi. Ilahi kaifa ad'uka wa ana wa kaifa aqta'u rajai minka wa anta. Kwanza ukiri kwamba wewe una makosa, ukiri kwamba wewe una madhambi, ukiri kwamba wewe ni mkoseaji. Al-i'tirafu bidhambi, kukubali kwamba wewe ulimi wako haustahiki kumwomba Mungu kutokana na makosa unayoyafanya. Hii ni moja katika masharti ya kukubaliwa dua zetu hizi tunazomwomba Mungu. Tusije tukaona tunakesha, tunasoma dua kila siku marefu alafu hakuna maitikio. Haya, je, umeyatekeleza? I'tirafu bidhambi, thumma almas'ala, kisha hapo unapeleka haja yako. Kwa hiyo al-Imam Sadiq anaelezea hii nukta ya kwanza, kwamba mtu anapotaka kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sharti ya kwanza ni kuitoharisha nafsi yake na roho yake. Hilo ndio sharti la kwanza ambalo al-Imam Sadiq amelisherehesha katika riwaya hii, akataja utangulizi wa mambo matatu, halafu ndo mtu aombe dua: kumhimidi Allah, kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kukiri makosa na madhambi, kisha upeleke shida yako kwa Mungu. Sharti la pili ambalo nalitaja mwenye tafsiri hii, tafsiri al-Amthal, Sheikh Nasir Makarim Shirazi, anasema kwamba an yas'a da'i ila tathhiri amwalahu, yule muombaji ahakikishe kwamba mali zake ziko tohara. Sisi hatuna utajiri, uhakikishe kwamba umeingia msikitini na nguo na kanzu ambayo ni yako, si ya kuiba. Kofia uliokuwa umevaa hujamuibia mtu, fulana uliovaa hujamchukulia mwenzio. Ayasa da'i ila tathhiri amwalihi min kulli ghasbin wa dhulm, na kila aina ya unyang'anyi
Isije kuwa unakuja unasoma kumaili hapa halafu kumbe kanzu umemwibia mwenzio chumbani. Haiwezi kwenda hiyo dua. Kofia umemnyetia mwenzio ameanika, umeenda umenyanyua wewe halafu umevaa na umeichana kidogo kuweka alama kwa mali yako. Hiyo dua haitokwenda, kwa sababu umevaa nguo ya ghasbi, ya kuiba. Wabitali Mungu hapokei maombi ya mtu ambaye hayuko tohara kwenye mavazi yake. Kwa hiyo itakuwa utohara wa kalbi na utohara wa mavazi. Kwa hiyo kumbe inawezekana tunasoma sana dua lakini hatuko wasafi. Sehemu iliyokaa ya kusomea dua, kama na nyumbani kwangu, pengine nyumba ya kunyang'anya, nimedhulumu, halafu namuomba Mungu. Nimewadhulumu ndugu zangu, nyumba ya urithi. Nimedhulumu mayatima, nyumba ambao wameachiwa nimeifanya ya kwangu. Mungu hawezi kupokea maombi yanayotoka kwenye nyumba hiyo. Sehemu hiyo inayosoma dua, hata usome vipi, haiwezi kupanda. Madhambi hayo yanazuia dua zisiende. Ndio maana Imam kasema kwanza tujitoharishe, kama tunavyosoma katika dua au kumaili, Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a, kwamba kwanza uombe msamaha kwa haya madhambi ambayo yanazuia dua zisiende, zikiwemo hizo nguo za haramu, chakula cha haramu, sehemu ya haramu ya unayoombea dua. Zote hizo zinafanya maombi yetu yasiende. Tutasoma kumaili wiki nzima, tutasoma nudba wiki nzima, Jawshan Kabiri vile vile, lakini kija mtu pale na kuroga, kwa sababu haiendi dua, kwa sababu una mapungufu, una vitu ambavyo vinazuia maombi haya yasiende. Ayas'a da'i ila tathhiri amwale min kulli ghasbin wa dhulmi an la yakuna ta'amuhu min haram, isije ikawa chakula chake ni cha haramu. Umesubiri watu hawapo, ukachukua kilo 5 za mchele, ukachukua kwako ukaenda kupika, halafu usiku unaamka unamuomba Mungu, kumbe daku lako ni la haramu, ni mchele wa kuiba. Iftari yako ni ya haramu, ni tambi ambayo boksi wakati watu wanashusha wao uliificha, halafu ukenda ukala iftari. Chakula kiwe cha halali, kikiwa cha haramu tasadiki, maombi hayendi hata ufanyeje. أن لا يكون طعامه من حرام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يستجاب دعاؤه، من أحب yule ambaye anapenda, an yustajaba duauhu, maombi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayakubali, falyutayyiba mat'amahu wa maksaba, falyutayyiba, ayafanye vizuri, ayafanye yawe mazuri, kwanza chakula chake, mat'amahu, chakula chake kiwe cha halali, kisiwe cha haramu, kisiwe kinatokana na pato la haramu. Kwanza hilo. La pili, wa maksabahu, lakini vile vile kile chumo lake, chumo liwe la kazi ya halali. Taban, chumo likiwa la haramu, natija chakula utakula cha haramu, nguo utavaa ya haramu,
na kila kitu kitakuwa cha haramu, kwa sababu asili yake ni haramu, asili yake ni dhulma. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndo anatuambia hivi, man ahabba an yustajaba duauhu, mwenye kupenda maombi yake ikubaliwe, maombi yake yajibiwe, apewe kile anachomuomba Mungu, afanye mambo haya. Bwana Mtume anasema falyutayyib mat'amahu, ayafanye mazuri, akifanye kizuri chakula chake. Kizuri kwamba si upike wali biriani, la, kiwe chakula hata kama ni bada, lakini liwe la halali, la muhogo wa halali, ambao matuta mawili umelima mwenyewe au umenunua ukauanika ukatwanga bada na chukuchuku ukala, afu kamwelekea Mungu. Sio kukifanya kizuri mchele wa kuiba alafu ukauchinjia kuku ukaupikia biriani, lakini mchele wa kuiba alafu ndo muala, si uzuri huo. Falyutayyiba mat'amahu, chakula kiwe kisafi, kiwe ni cha halali. Wa maksabahu, sio nguo ile upigwa pasi nzuri ikatiwa uturi na manukato, lakini nguo ambayo ulipita mtumbani jamaa kajisahau ukaichukua ukaitia mfukoni. Wengine pale wanasinzia na nguo nyingi, hakuoni, unainama unaichukua unatia mfukoni, kifika nyumbani unaiosha vizuri, kesho Ijumaa unaingia nayo msikitini. La, swala hiyo ni batil, wabitali maombi utakayoomba hayendi na nguo hiyo. Kwanza swala ni batil, utakaoswali na kanzu hiyo ambayo uliiba na fulana hiyo ya kuiba na suruali hiyo ya kuiba, wabitali na dua utakayoomba haitoenda popote, kwa sababu una kitu ambacho kinazuia maombi yasiende kwa Mungu, ambao ni ghasbu. Sharti la tatu ambalo analisema Sheikh Makarim Shirazi katika tafsiri yake hii al-amthal, an la yaftarika ad-du'a an al-jihad al-mustamir ضد كل ألوان الفساد، لأن الله لا يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمى لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. Sharti la tatu anasema kwamba tupambane na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kumbe katika mambo ambayo yanazuia dua kutokupokelewa ni pale tunapoona madhambi yanafanyika halafu hatuyakatazi. Unapoona kwamba kuna watu wanamkosea Mungu pembezoni mwako, halafu unajibanza, unaleta uradi, unasema watajijua. La, na watajijua. Ndani ya nyumba watu wote hawaswali, ndugu zako una uwezo wa kuambia wanamuasi Mungu, halafu wewe unanyamaza, unasema mimi namuelekea Mungu wangu anisamehe. Mungu akusamehe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hivi, la ta'murunna bil ma'ruf, mutaamrisha mema, wala tanhunna 'anil munkar, na vile vile mtakataza mabaya. Mkiacha kufanya hivyo, au la yusallitanna Allahu ashrarakum, kwanza Mwenyezi Mungu atawaekeeni viongozi waovu wa watawale, wawe juu yenu, watu wabaya wasio na huruma.
Hiyo adhabu ya kwanza ya Mungu. Mkiacha tu kufanya kazi hii ya kuamrisha mema, natija yake ni kupata viongozi madhalim. Kwa hiyo hapo unapoona kwamba katika jamii kuna viongozi wabaya, kuna viongozi madhalim waliokuwa hawana huruma, jamii hiyo imeacha kazi ya kuamrisha mema, imeacha kazi ya kukataza mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaletea viongozi wabaya kwa sababu mmeacha kazi hii. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Mwenyezi Mungu atawasalitishieni viongozi ambao waovu, shirarukum. Tena akasema shirarukum. Kwa hiyo natija ya uwepo wa Yazidi kipindi kile ni kwamba watu walimsaliti al-Imamu al-Hussein. Mungu akawekea Yazidi ibn Muawiya, akafanya aliyoyafanya, akenda akaizingira Maka na Madina, ikatolewa ruhusa ya kubakwa watu mabinti ndani ya mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Natija ya watu kuacha lile lilomtoa al-Imamu al-Hussein pale alipotoka, asema limetoka kwa sababu ya kuamrisha mema, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bisirati jaddi. Hili ndio lilonitoa, lakini watu wakamsaliti, watu wakamwacha, kama mimi natoka. Baada ya kuuawa Mwenyezi Mungu akawasalatishia Yazid, akenda akayafanya aliyoyafanya. Kwa hiyo hii ni natija ya kuacha moja ya nguzo muhimu ya Uislamu, kuamrisha mema na kukataza maovu. Ni moja ya nguzo muhimu katika Uislamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema fayad'u khiyarukum, wale wema wale watajifungia misikitini, watajifungia sehemu nzuri, maitikafu, halafu wamuombe Mungu, Mungu hawajibu, kwa sababu wamewaona wenzao jahazi wanalitoboa, halafu wamewaachia. Anasema iza nazala albala'u ya ummu salih wa talih, balaa likija wema. Ndivyo inavyosema Qur'ani na ndio sunna ya Mungu. Katika Qur'ani anasema wale jamaa walioangamizwa katika nyumati mbalimbali zilizopita, katika aya anasema kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu, walikuwa hawakatazani yale maovu yanayofanyika. Alikuwa wakatazana, sema basi watajijua, acha kazi hii. Kiachwa, Mungu kwanza analeta viongozi wabaya, halafu maombi hayapandi kwake. Kwa hiyo sharti la tatu la kukubaliwa maombi yetu tunapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimwona mwenzio anafanya kosa na kuamrisha mema, usifikirie kwamba mpaka umuone analewa, mpaka umuone anaiba, mpaka umuone anazini. Ukiona mwenzio anachana lile pazia la msikiti, ni maovu yale anafanya, mkataze. Ukiona mwenzio anachukua balbu kule bafuni anataka uze, ni maovu yale, mkataze. Lile balbu si la Muhammad Abdi wala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wakfu wa msikiti. Ukiona mwenzio anaharibu koki maksudi pale, ni kumkataza. Kwa hiyo kila unaliona hili liko kinyume na taratibu, mwenzio analifanya, ujue hilo ni ovu, una haki ya kumkataza mwenzio. Hivi unavyofanya sivyo. Kwa hiyo tukatazane.
Usije kuona kwamba hili ni kosa dogo tu. Hakuna kosa dogo, ni dhambi, na ukiacha Mwenyezi Mungu akileta adhabu atuletea sote hapo kwa kosa lako wewe na rafiki yako. Kwa hiyo sharti la tatu ambalo linazungumzwa, ambalo ni moja katika sababu ya maombi kuto kupanda na vile vile ni sababu ya maombi kwenda, ni sisi kuamrisha mema na kukataza maovu, sisi kuambizana. Sharti la nne ambalo linatajwa, ambalo ni sababu ya kupokelewa maombi, al-amalu bil mawathiki al-ilahiyya, al-iman wal-amalu salih wal-amana was-salah min shuruti istijaba ad-du'a. Faman lam yafi bi'ahdihi amama rabbih la yanbaghi an yatawakkaa istijabati ad-du'a. Kufanya matendo mema, kutekeleza ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwamini Mungu na kufanya matendo mazuri. Ukiwa na imani, unaswali swala zako, unafunga vizuri, halafu mambo hayendi sawa, mwelekee Mungu pale kwa mawapi. Sio huna habari na swala, huna habari na ibada, halafu unamwomba Mungu, naomba nifungulie riziki. Mwenyezi Mungu anasema fali yastajibu li katika aya ile, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Sharti la kwanza idha da'ani, pale mtu anaponiomba. Hii hamna tatizo, tunaomba, lakini nasema fali yastajibu li, waniitikie na mimi yale ninayotaka. Kwa tumuitikie Mungu. Kumuitikia Mungu ni kutekeleza maagizo na yale ambayo Mungu anayataka, lakini kuacha makatazo. Fali yastajibu li, kwanza tumuitikie, halafu wali yu'minu bi, tumwamini Mungu kwamba atajibu, kama yupo Mungu, kwamba Mungu anaitikia, Mungu anajua tunaomuomba, Mungu anao uwezo wa kutupa tunaoyataka, huna shaka na hilo. Kwa hiyo katika sharti la nne ambalo linazungumzwa na Sheikh Makarim Shirazi Allah yahfadhuhu, kwamba sisi tuwe wa kweli na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe tuko tayari kwa yale maagizo na maelekezo ya Mungu. Tukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapokea dua zetu, atajibu dua zetu. Jaa rajulun ila amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib salatullahi wa salamuhu alayhi wa shaka lahu adamu istijabati ad-du'a. Huyu bwana alikuja kwa amiri almu'minin akamshtakia kwamba amiri almu'minin, kwamba maombi yangu hayendi kwa Mungu, najitahidi kusoma dua ndefu ndefu nzuri lakini hayendi. Sikiliza majibu ya amiri almu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amiri almu'minin akaambia, inna qulubakum khanat bi thamani khisal, nyoyo zenu zimefanya khiana katika mambo 8. Dua hazendi kwa sababu mioyo yetu imefanya khiana katika mambo 8. Tumefanyia Mungu khiana. Inshallah, najua muda ubakia mchache, tutasoma leo manne tamaliza darasa linalofuata.
awwaluha, jambo la kwanza, innakum araftumullah. Anasema khiana ya kwanza, nyinyi mmemtambua Mungu. Mungu mnamjua, mmejua kwamba Mungu yupo. Mungu anasikia kila tunalolifanya, anaona, ana taarifa kila jambo. Falam tuaddu haqqahu, lakini hamjatekeleza haki zake. Amirul Mu'minin anamjibu huyu bwana, nyinyi, mimi sina matatizo na Mungu, kio mnyanyua mikono na pana, lakini nyinyi mmemtambua Mungu lakini hamjatekeleza haki ya Mungu. Falam tuaddu haqqahu, hamjatekeleza. Yani mtu unaingia ndani ya swala, kad kamati swala, unanyanyuka kama umepigwa vile, yani kama mimba imefika miezi 9 ujiwezi, kad kamati, yani hujui kama unaenda mbele ya Mungu. Kad kamati swala, mpaka usukumwe. Adhana inaaziniwa, hayya ala khairil amal, wewe ndo kwanza una habari kweli umemtambua Mungu, unaitwa uende kwa Mungu, halafu mwendo wenyewe unaokwenda ni huo, yani kivivu. Bali kama hujasukumwa huendi kwa huyo Mungu, kama hujaambiwa huendi, kama hajatokezea nilikuwa nishasahau sasa kama kuna kuswali. Yani hivyo, yani inafikia unasema nilikuwa nishasahau sasa kama kuna kuswali. Ajibu. Yani haki ya ibada hii ya swala ambayo ya kila siku hii tu hatuipi haki yake. Tukiswali kama tunafukuzwa uko ovyo ovyo, nguo ile uvaa ijulikani nyeupe au rangi ya kijivujivu, yani ni chafu. Nguo ina rangi zaidi ya moja, ukosi na rangi yake, huko katikati na rangi yake, kiunoni unapokalia yani ina rangi haieleweki, yani ni rangi gani? Halafu unaenda kwa Jabbaru samawati, unaenda mbele yake, unaenda kwa yule anasema ghaniyo, ambaye amejitosheleza, hana haja na swala yako. Amirul Mu'minin anasema kwamba kwanza nyinyi mmemtambua dhati ya Mungu ilivyo, alivyo na uwezo, alivyo na nguvu, lakini nyinyi falam tuaddu haqqahu kama aujaba alaikum, kama vile anavyowalazimisheni, kama alivyowaambieni, hamjatekeleza haki yake. Fama aghnat ankum ma'rifatukum shay'an, yani kule kumtambua hakujasaidia chochote. Fama aghnat ma'rifatukum shay'an, kumtambua Mungu hakujasaidia chochote, kwa sababu hamjatekeleza vile anavyotaka. Kwa tatizo la kwanza Amirul Mu'minin anawaambia ni hili, tumemjua Mungu dhati yake, ukamilifu wake, nguvu zake, utajiri wake, sisi tumeshindwa kutekeleza yale ambayo Mungu anayotaka. Hii ni sababu ya kwanza anawaambia. Athania, innakum amantum birasuli, msiba wa pili wanasema amantum birasuli thumma khalaftum sunnatahu. Tatizo la pili, nyinyi mmemwamini mtume. Sote mmemwamini mtume hapa, sote tumemwamini mtume. Amirul Mu'minin anasema lakini mmeenda kinyume na maagizo ya mtume, mmeenda kinyume na maelekezo ya mtume, mnaenda kinyume na mafundisho ya mtume. Mtume anasema kwamba fanya hivi, in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mtume anasema kwamba kusema uongo haifai. Sisi tunasema uongo.
Mtume anatuambia kama kweli mnanipenda basi kuweni wa kweli, kunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na wa kweli. Sisi hatuwe wa kweli, ni waongo. Tunamwongopea Mungu, tunamwongopea mtume, tunajiongopea sisi wenyewe. Amiri al-Mu'minin anamwambia yule bwana, sababu ya pili kwamba nyinyi mmemwamini mtume lakini mmeenda kinyume na mtume, hamwendi kama vile mtume alivyoamrisha. Wa amantum shari'atahu, na mmeamini sharia alizokuja nazo. Kisha anasema fa aina thamaratu imanukum, yako wapi matunda ya imani yenu? Kuamini tu inatosha? Inatosha tu kusema tumeamini kama ilivyosema Qur'an? Qalatil arabu amanna walau tumeamini, kul lam tu'minu, semeni hawaambii kwamba nyinyi hamjaamini, bal qulu aslamna, fakat tumetamka shahada mbili, aslamna, tumeingia ndani ya Uislamu. Lakini iman bado, imani ina mambo mengi. Ukisema ana mu'min, utaki kusema uongo. Mu'min hasemi uongo. Ana mu'min, utaki kusengenya. Ana mu'min, utaki kufanya ghiba. Ana mu'min, utaki kuiba. Ana mu'min, utaki kuzini. Ana mu'min, utaki kula rushwa. Ana mu'min, huyo ndo mu'min. Ukiwa unafanya utakuwa ni Muislamu tu, hujawa na imani. Qalatil arabu amanna. Kwa hiyo Amiri al-Mu'minin salatullahi wa salamuhu alayhi, anawaambia aina thamarat imanukum, yako wapi matunda ya imani yenu? Mumemwamini mtume, mumeamini sheria, lakini mmeenda kinyume na maagizo ya bwana mtume Muhammad. Namba 3, Amiri al-Mu'minin anasema innakum qara'atum kitabahu. Msiba wa 3, innakum qara'atum kitabahu, nyinyi mmekisoma kitabu. Innakum qara'atu kitabahu al-munazzal, mmesoma Qur'an. Innakum qara'atum kitabahu al-munazzal alaykum, lakini falam ta'malu bih, hamjaifanyia kazi. Nasoma aya zinakataza kusema uongo, nasoma aya zinakataza kusengenya, nasoma aya zinakataza kuiba, asariku wasarika, nasoma aya zinakataza zasema azaniyatu wazani, nasoma aya zote hizi. Innakum qara'atum kitabahu al-munazzal, mmekisoma kitabu chake kilichoshushwa, mlichoshushiwa, lakini mushkila falam ta'malu bih wa qultum sami'na wa ata'na thumma khalaftum. Mmesema tumesikia Qur'ani nasema vizuri tu, na ikisomwa hapa tunapiga na ya Allah baad, ikisomwa hapa kwa sauti nzuri, tayyib, samina wa ata'na thumma khalaftum, kisha tumeenda kinyume na Qur'an, tumeenda kinyume na maelekezo na mafundisho ya Qur'an. Hii ni mushkil wa 3 katika mambo 8 ambayo ameyataja Amiri al-Mu'minin, ambayo ya khalif. Hili ni la 3. La 4 la mwisho la kufungia darasa letu, anasema innakum kultum takhafuna minan nar, nyinyi mumesema kwamba mnaogopa moto. Sahihi wala la? Kuna mtu anauweza moto?
kuna mtu ngozi yake inatahammal? Katika dua tunasema Allahumma irham hadha aljidd raqiq. Katika dua Kumaili tunasema vipi? Vile vile katika dua Kumaili kule tunasemaje kuhusu ngozi yetu na moto hii? Allah dha'fa wa riqata wa dikkata dha'fa badani. Mwili yetu ni midhaifu, ina moto, haiwezi. Haiwezi. Mifupa hii mepesi sana, haiwezi kutahammal dikkata azmi, haiwezi kutahammal. Hebu jaribu chukua sigara tu ile, moto wa sigara, alafu jiwekea hapo. Uishi kwamba je, yani ikikujia fikra unataka kuiba kitu cha mtu, hebu kwanza nenda pale jikoni, weka kaa dogo, alafu likanyage hivi kwa mguu. Kama utaweza kubakisha bila kunyanyua mguu, unaenda kaibe. Kama utaweza kubakisha ule mguu wako pale juu ya kaa kipande kidogo mpaka kikazima, nakupa ruhusa, nenda kaibe, na wala sitokufukuza auza. Hata mashekhe pale njoo tuibie, hatutokuuliza, sababu utakuwa si mtu wa kawaida, kwa sababu wewe unaweza kutahammal moto wa Mungu. Kipande cheka kidogo kiweke, alafu kanyaga iweka mguu wako mpaka kizime. Hatuwezi. Kwa hiyo Amiri al-Mu'minin anasema innakum kuntum takhafuna minan nar, nyinyi mmesema kwamba mnaogopa moto. Wa antum fi kulli waqti tukaddimuna ilaiha bimaasikum, lakini kila siku nyinyi mnauendea moto kutokana na maasi yenu. Nyinyi mnasema moto mnaogopa, ngozi zenu ni nyepesi, katika dua mnasema, mnalalamika hivyo, mifupa haitahammal, Mungu awasamehe, lakini kila siku mnafanya maasi ya kwenda kuwaingiza kwenye huo moto. Amir al-Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi innakum kultum takhafuna minan nar, nyinyi mmesema kwamba mnauogopa moto. Wa antum fi kulli waqtin tukaddimuna ilaiha bimaasikum fa aina khawfukum. Sasa hiyo hofu iko wapi? Hofu yetu iko wapi, ambao tunamlilia Mungu kwenye dua ya Kumail kila Alhamisi na kwenye dua ya Aba Hamza Thamali, wama adri famali la abqi wama adri ila ma yakunu masiri. Tunamsemeza Mungu hivyo, yani kwa nini nisilie? Kwa hiyo kama kweli tunauogopa moto, tuache yale ambayo ni sababu ya sisi kwenda kuingia motoni.